Tunapomkosa Mungu, Bwana Yesu Kristo anatutawanyisha katikati ya mataifa. Huwaga kuna mahali ambapo Mungu amepachagua jina lake liitiwe, hema ya kukutania. Haleluya. Katika hema ya kukutania zipo kazi nyingi za kufanya. Sehemu ambapo tunakula neno, sehemu ambapo watu wanapata ushauri wa kiroho na mambo mengi ya kiroho ambayo anampa Bwana Yesu Kristo utukufu. Sasa kuna vitu utaviona ulimwengu wa roho ambavyo unasema napokea maono, napokea ndoto, lakini sielewi, na hizi ndoto zinakukosesha amani. Yamkini unajiona upo katikati ya watu ambao unashuhudia kabisa hawa sio watakatifu, hawa watu ni mataifa, na vitendo unavyovifanya vile kabisa ni vitendo visivyompa utukufu. Kuna ile kuwa katikati ya mataifa na kuhubiri Injili, hiyo iko sawa, lakini upo katikati ya mataifa unajiona unafanya matendo ambayo haya matendo ulikuwa unafanya kipindi hujaokoka, ni matendo ambayo unajua kabisa hayo sio sahihi, lakini wewe ndio unawashuhutisha watu au unawahimiza watu wafanye. Lipo eneo ambalo umemkosa Mungu na hujapata ufahamu. Ipo dhambi ambayo umeitenda hujaitubia. Kwa hiyo shetani anakuwa anapata nafasi. Haleluya. Tunaona katika maandiko matakatifu hawa watu walikuwa wamehamishwa. Yaani unakuwa umetoka katika kusanyiko takatifu, watakatifu, unapelekwa utumwani. Kule shetani anakuwa anakutumikisha anavyopenda kwa sababu umetenda dhambi. Shetani anapata nafasi kupenya katika huduma yako, kupenya katika familia yako, kupenya katika kila unachokimiliki, kupenya katika malango yako, anaachilia uharibifu, anaachilia mauti, anaiba. Haleluya. Kwa hiyo ndo kazi za shetani kama Yohana 10:10 inavyotuambia. Umepelekwa kule baada ya kutenda dhambi na wewe ukupata maarifa ya kuhutubia, kwa sababu vipo mitego midogo midogo shetani anaiweka kwa wale ambao wana maarifa, unakuta wanategeka na unakuta mwisho wa siku wanaomba rehema na toba, hawajajua kwamba wametenda ile dhambi. Kwa hiyo unakuta wanaenda kulala kama ilivyo, mwisho wa siku wanapokea maono. Yale maono sasa yanakuwa sio mazuri. Unajipa tu moyo itakuwa baba maono ya shetani. Hapana, wakati mwingine Mungu anakuonyesha ili upate kutubu. Sasa unakuta hauna maarifa. Ipo dhambi ambayo umeitenda huna maarifa nayo na ikakupelekea Mungu amekuondoa katika kusanyiko takatifu. Yaani haupo katika hema kutania. Maana mara nyingi unaweza ukajiona kwamba kama upo sahihi, utajiona unasafisha kanisa, utajiona upo katikati ya watakatifu au umezungukwa na watakatifu ambao unawashuhudia, unawafahamu wengine, mnafanya kazi ya Mungu, mnasoma Biblia, mnamsifu Mungu, hivyo mnapeana jumbe mbalimbali au mnashirikiana katika mambo ya kumpa Mungu utukufu, mnaijenga nyumba ya Bwana. Hivyo hapo unakuwa upo katika mahali ambapo Mungu amepachagua jina lake liitiwe. Shetani anapopata nafasi anabomoa hizo kuta. Hayo malango yanateketezwa kwa moto. Yaani hapo inamaanisha kwamba kunakuwa hakuna ulinzi tena. Haya ni madhara ya kile ambacho umekifanya. Hii ni changamoto ya watakatifu wengi. Kitu cha kufanya ni kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, kumsihi Bwana, mwambie Bwana, nionyeshe dhambi gani ambayo sijaipatia maarifa. Shetani anazidi kutumia huo mlango kunishtaki na kunishambulia. Mungu ni mwaminifu, atakuonyesha. Shalom.